Bila shaka mtazamaji, tunarejea tena na mazungumzo yetu hapa katika bustani ya Jivanjii. Tunaendelea kuzungumza na wataalamu wetu masuala ya kifedha na vile vile na wananchi. Hapa basi ninaye katibu katika bunge la Wazalendo, si mwingine ila Edward Rioba. Edward, tulikuwa tumezungumza awali kuhusiana na bajeti ambayo itakayosomwa siku ya Alhamisi na Waziri John Mbadi. Pia vile vile tunazungumzia mswada ambao mswada huu ndio utakao unaeleza ama unatoa maelezo kuhusiana na jinsi bajeti itakavyofidiwa. Tumezungumzia umuhimu wa bajeti hii hasa kwa serikali ya Kenya Kwanza, kwa sababu huu ndio wakati wa kujionyesha kwamba imefanya miradi, wakati ambapo inajiandaa pia katika uchaguzi wa mwaka 2027 kama tulivyoona wananchi wakawa wamejitokeza kwa wingi kwa sasa hivi katika mikutano ya hadhara, na mengi yanayozungumzwa pale hata si masuala ya bajeti ama masuala yanayohusiana na mswada huu, ni masuala ya kisiasa ya mwaka 2027. Je, hii ni bajeti ambayo itaikomua serikali hii ama namna gani? Asante bwana Nimrod. Mimi nafikiri hayo unayoeleza yanawezekana yakawa ukweli au yasiwe ukweli vile vile. Kwa sababu gani? Wananchi wameumia kwa kipindi kirefu, hasa tangu baada ya uchaguzi mpaka tufikie saizi hapa tulipo. Wananchi wengi sana wameumia kulingana na maisha jinsi yanavyokwenda, ugali wa maisha, wameshindwa kupeleka watoto shule, mambo ya afya na mambo mengi kwa ujumla yamesababisha mpaka sasa hivi tunavyoongea wananchi wengi sana wanalia na wanaumia mpaka wanashindwa kuongea. Lakini siri kubwa kutoka kwao, wanasubiria uchaguzi utakapofika wafanye kweli au wafanye vibaya vile vile katika uchaguzi huu. Nikiangalia kwa mfano kwenye hili swala la finance bill, ukiangalia kwa undani kuna mambo ambayo wameamua kuimpose kwa ajili ya ili waweze kupata fedha. Lakini ninasema serikali inatakiwa kuwa wabunifu zaidi ili waweze kufikia. Kwa mfano, ukiangalia wamesema watu wa diaspora wataimpoziwa kitu kidogo ili waweze kupata kodi kutoka kwa hao watu. Lakini wazingatie watu hao jinsi walivyo kule nje, bado wanatozwa kodi kubwa, na ujue pesa wanazozituma hapa nchini kwa ajili ya kuja kusaidia familia zao, bado hizi fedha zinazidi pato ambalo utalii wanapata. Ina maana kuna jinsi wamefanya au wamelegea kwenye swala la utalii, wameshindwa kupata mapato ambayo yanaweza kukizi mahitaji au nafasi katika nchi hii, au ili pesa ziweze kupatikana kama kodi ziweze kufanya maendeleo katika nchi hii. Ukiangalia tena kuna ili swala ambapo unasikia serikali inasema kwenye upande wa elimu, ina maana kila mtoto atakuwa anapewa shilingi 76 kwa ajili ya kuendeleza mambo ya elimu. Lakini unasikia tena bado wanasema katika hizi shilingi 76, shilingi 40 zinabaki kwenye wizara. Sasa sisi tunajiuliza kama wananchi, zinabaki kwenye wizara kufanya nini? Au hii ndio njia mojawapo ya wao kuwa na mbinu za rushwa, ufisadi wanauandaa kistaili nyingine ambao sisi kama wananchi hatuelewi. Angalia kwa mfano avocado, angalia chai, angalia vitu kama yani kwa ujumla ukulima, wanakuambia wataimpose kitu pale ndani. Sasa wakifanya hivi, sasa hivi taifa hili lina njaa kubwa sana. Nafikiria kama tutakapoenda mavuno ya sasa hivi tusipotosheleze, na maana kutakuwa kuna shida kubwa ya chakula, alafu warudi wa impose vitu kama hivyo kodi kwenye mambo ya kilimo, watakuwa wamemuumiza mwananchi wa kawaida. Turudi kwa mfano, tuangalie kitu kingine ambacho ni cha muhimu sana. Angalia afya. Afya hii tunavyoiangalia sasa hivi, hawa CHV ni kama wamebaki njia panda, wanashindwa waende mambo ya kitaifa au waende mambo ya kaunti, wanashindwa waende wapi. Kwa hiyo serikali sasa hivi inatakiwa ibuni mbinu ambazo zitamwezesha mwananchi wa kawaida asiweze kuumia sana. Kuna mambo mengi sana tunazidi kuyachunguza. Hii bajeti inasoma kesho kutwa. Inatakiwa bajeti hii ambayo na waziri wa fedha ndio kuisoma iwe ni bajeti ambayo mwananchi wa kawaida ataifurahia, asiweze kuumia sehemu ya aina yoyote. Kuna sehemu nyingi bado tunaendelea kuzichunguza. Tuone je, zitamsaidia mwananchi wa kawaida au bado zitaidi kumwangamiza mwananchi wa kawaida. Asante sana Rioba. Kuna mmoja nafikiri anakipaza sauti hapa, nafikiri aweze kuzungumza. Naam, tuanzie kwa jina lako, halafu tueleze umetokea sehemu gani na hisia zako kuhusiana na bajeti itakayosomwa siku ya Alhamisi, na vile vile iwapo umepitia mswada wa fedha mwaka 2025-2026. Asante Nimrod. Kwa majina ni Mwaneki Maganda kutoka Kiambu. Kwa maoni yangu, hii bajeti naona kama ni wizi uliopangwa. Ukiangalia kwamba ile unaita budgeted corruption. Yes. Sababu kutoka kwa 4.3 trillion, trilioni 3 zinatumika kwa matumizi yanayojirudia. Yaani
recurrent expenditure. Naam. Sasa unabakisha asilimia 70 ndio inatumika kwa recurrent expenditure. Unaona hapo hatujabakisha pesa ya maendeleo, ni ya kufanya vitu zingine muhimu kama za afya na vitu zingine hizo. Tena pia hawajaweka pesa pesa ya kutosha kwa hii kitu inaitwa bills, pending bills. Hizo zimeaffect kampuni mingi sana na watu wamefutwa kazi. Kwa hivyo hii bajeti itabidi waangalie tena, sioni kama iko sawa kwa sasa. Kwa hivyo kwa kweli matatizo makubwa ni jinsi pesa zitakavyotumika. Tatizo sio katika kukusanya ama kuongeza hata makadirio kufikia kiwango cha trilioni 4.2. Tatizo lako kubwa ni matumizi ya pesa. Venye wameipanga pesa ni kama wanataka ipotee. Ikiwa ungepata nafasi, manake Waziri Mbadi alikuwa na kikao kama hiki miezi kadhaa iliyopita hapa Jivanjii. Ungekuwa na nafasi ya kumweleza mawili matatu kuhusiana na matumizi, ungempa kauli gani? Ningemwambia aweke pesa mahali inafaa. Kama ni kwa viwanda, tuliona viwanda, kuna watu walikuwa wanatengeneza viwanda wakati wa Moses Kuria. Value addition projects. Hizo zingesaidia wakulima ndio waanze kupata mapato, ndio wakiitisha ushuru sasa, ndio watu watakuwa na hizo pesa. Sina mengi kwa leo, lakini hiyo bajeti haiko sawa kabisa. Naam. Asante sana. Asante sana. Wacha nipate kauli ya mwenzako. Anza na jina lako na pengine pia utueleze unafanya kazi gani. Manake sijasikia kuna watu waniambie ni wafanyi biashara ndio niweze kujua kama ushuru unaotozwa wananchi katika masuala ya kodi za biashara unawatatiza ama namna gani. Mimi kwanza first of all mimi jina langu naitwa Salim Ganga. Na mkumbuke kwamba hii ni bunge la mwananchi, hii si bunge la mzalendo. Naam. Kwa hivyo mahali ambayo amekuja bunge la mwananchi. Naam. Nimesoma kidogo kuhusu hii mambo ya budget na finance bill. Na tulijaribu mpaka tukamlete Minister of Finance. Sasa kama Secretary wa Finance ambaye ni Badi amekuja mpaka hapa na tukakaa chini naye. Pia tumekubaliana naye wakati mwingine hapo Daystar University. Tukajaribu kuzungumza mambo kama hiyo na citizen pia. Tukizungumza ukweli hapo hivi naona ni kama na ufisadi mambo leo. Kwa sababu kitu ya kwanza mambo ambayo anaizungumza na ile mambo ambayo tumekubaliana naye sio ile ambayo anafanya. Kwa sababu hii kitu ambayo anasema exhumed, hiyo ni kuonyesha kwamba ni kitu ambayo ameweka pending. End time inaweza kurudishwa. For example, wakati ile ambayo alikuwa ameweka kwamba hizi mambo ya content creators watakuwa kilipishwa kama 15% na ikakuwa kwamba hii imeleta shida na hiyo president amekataa kusign. Na sasa amekuja tena na nia nyingine ambayo anasema hiyo kitu imekuwa exhumed, inakuwa kama iko pending. That means iko end time inaweza fanyika na irudishwe iwe sheria alafu ianze kutunyanyasa. Exactly kama vile ambayo tulikuwa tukiandika katiba tulisema kwamba unaweza kurecall your MP, lakini kama ni subject to parliament. That means wa parliament watakubali tuwatoe. That's why unaona wanafanya mambo kinyume na tuwezi kuwatoa kwa sababu hao ndio wameshikilia ile kamba tunaweza kuwafunga. Nataka kusema hivi, kuna mambo ambaye tunaona imekuwa ngumu sana. Ukiangalia katika hii budget ambaye Mheshimiwa John Mbadi anajaribu kwenda kufanya, imetoa vitu zingine ambaye ni muhimu sana. For example, mtoto wa shule, mtihani ya watoto wa shule tangu jadi tulikuwa tulipi. Lakini saa hii ni lazima tulipe kwa sababu haijawekwa katika budget na mambo mengine ile muhimu kama ya ugonjwa. Nataka kumaliza nikisema hivi Mheshimiwa. Kuna jambo ambaye nasema kwamba ile ambaye Mheshimiwa ndugu yangu hapo anasema si Mushai ambaye alikuwa amezungumzia akasema kwamba KRS inafanya nini mambo ya collect tax. Lakini KRA ndio part of the problem in this country. Nikwambie ukweli. Tukizama ukweli. Kwa nini ambaye nasema hivi? Utakuwaje umeblock pin yangu na una expect nilipe arrears? Nitalipa aje? Nikuja mahali kama hapo kwako, nikwambie Mheshimiwa nisaidie niweze nunue hizo vitu zangu. Lazima uniitishe nini? Pin. Nikinisha pin
imekuwa blocked na KRA. Sasa inakuwa kama ni lazima niende niwaonge ndio wafanya nini? Waweze kunisave. Naweza kuhesabia kampuni more than 100 sahi zimekwama mpaka hao wenyewe wanatuita wanatuambia waheshimiwa wa bunge la mwananchi. Si mtusaidia hapa. Asante kwa kauli hiyo. Nitakuja upande huo kidogo. Davis, kama wataalamu, kwa sababu kuna baadhi wanazungumzia kwamba tatizo sio katika ukusanyaji wa ushuru. Tatizo sio katika kuwa na bajeti kubwa. Tatizo ni katika matumizi. Je, katika nyinyi ambao mko katika taaluma ya matumizi ya fedha na kadhalika, mnahisi pia wasiwasi kama huo kwamba tatizo kubwa katika taifa hili huwa ni matumizi wala sio ukusanyaji, wala sio kuongeza fedha ambazo zinahitajika katika kila mwaka katika makadirio ya bajeti au hata mswada wa fedha? Kweli, na matumizi yako aina mbili. Kuna matumizi ambayo yana relate kwa zile obligations za serikali kwa mashirika makubwa kama World Bank na IMF. Na mkikumbuka vizuri, serikali ilipoingia kulikuwa kuna wingu fulani limetanda kwamba Kenya itashindwa kutumia pesa zake vizuri kulipa yale madeni ambayo yako nayo. Na ukiangalia kile ambacho kimefanyika katika hiyo sekta, matumizi ya pesa kulipa yale madeni ya kimataifa yameweza kuwekwa vizuri. Sasa tuje kwa step 2. Kuna matumizi ya pesa ambayo ni kwa mahitaji ambayo yanatuaffect sisi kama wananchi. Na hapo ndio kuna shida. Na pale ambapo wao kunaingia shida ni kwamba kuna wanasiasa ambao ndio wana control matumizi ya hizo pesa. Sasa leo mwanasiasa fulani akilengwa kwamba kuna shida ya ufisadi ambayo tunaongea hapa, utaona mwanasiasa huyu amekimbia, amesema analengwa kisiasa. Kwa hivyo sisi kama wananchi lazima tushuke chini pale kwa MCA, pale kwa MP, pale kwa gavana, pale ambapo ni karibu na sisi. Tukiona kwamba kuna mgao fulani wa pesa ambazo zinafaa kwenda kufanya kitu fulani, tuwe ngangari hapo. Watoto wa shule kama wa vile huwa wanafanya wa university, huwa wako macho sana, wanaangalia ni mgao gani umeenda pale kwa health. Na kukiwa na shida kidogo, unaona tayari wamekuja pamoja na wamepiga kelele na mambo yananyoroka. Kwa hivyo utumizi wa pesa, hapo ndio kuna shida. Sababu 3.3 trillion ni pesa nyingi sana. Sana. Na zikitumika vizuri, wa Kenya tutaona hizo pesa zikiingia mfukoni. Kwa hivyo uwajibikaji wa viongozi wetu, uwajibikaji wa wale ambao wako katika hizi afisi ambazo wana implement hizi budget, hapo ndio inafaa tulenge sana. Hivi kwamba pesa ambazo zimepelekwa pale zitumike kwa kile ambacho kimewekwa kifanyike. Na asante sana Elijah, nije kwako tuzungumzie masuala ya Equalization Fund. Nafikiri ni kitu ambacho pengine umeweza kukifahamu hasa katika budget policy statement ya mwaka huu, kwamba ni jambo ambalo limetumika katika kujaribu kuleta usawa hasa katika serikali za kaunti na kadhalika, lakini bado kuna tatizo kubwa. Hili ni tatizo ambalo moja kwa moja linakuwa na athari kwa mwananchi, kwa sababu ndilo linalopelekea pengine aidha serikali kuazimia kutoza ushuru zaidi kwa mwananchi kupitia biashara au kupitia mapato anayopata kutoka katika kazi ama kuajiriwa. Nashukuru sana Nimrod kwa swala hilo. Katika hatuwezi kuwa tunazungumza mambo ya equalization kama hatujahusisha kina vijana, hatujahusisha kina mama na hatujahusisha walemavu wetu. Kwanza ningependa pia niweze kuipatia serikali maua yao, kwa sababu ukaangalia kuna ile pesa ama ya Inua Jamii ambayo tunaona katika bajeti bado wameweza kuiendeleza ili iweze kufaidi kina nyanya zetu, kina babu zetu na baadhi ya wale watu ambao wana malemavu. Pia katika katiba yetu vijana na kina mama tumetengwa kama the marginalized, na pia katiba yenyewe inazungumza kuhusu haki ya vijana na kina mama kupatiwa kile kipaumbele ili tukue competitive na our male allies. Lakini Nimrod, ukiweza kuangalia katika bajeti hii, kwa mfano utaweza kuona kama serikali inaweza kukandamiza
yule mwananchi ambaye ako chini zaidi kuliko yule ambaye ako juu. Kwa nini nasema hivi Nimrod? Ukiweza kuangalia hata SMEs, zile biashara ndogo, ushuru wao umeweza kupanda kutoka 15% mpaka 20%. Ukaweza kuangalia magari yetu ambayo yako kwa barabara, zile gari ndogo, zile za Uber, ambapo ndipo vijana wengi wanatega uchumi wao, zalipa kodi ya juu kuliko yale magari makubwa. Jambo lingine, katika kuhusishwa kwa mijadala hii kwa hao watu ambao ni marginalized, nyanya yangu je, anaelewa kuna mjadala ambao unaendelea akiwa pale Mukurweini wa finance na bajeti? Utapata kwa mara nyingi hamna. Bajeti hii ambayo tunaizungumzia haijatenga pesa za public participation, ambayo it is key instrument katika katiba letu ili tuweze kufanikisha maendeleo. Kwa nini nazungumzia haya Nimrod? Hakuna vile ambavyo wananchi ambao ndio wanatozwa ushuru wanaweza kupangiwa bajeti ambayo hawajahusishwa. Bajeti hizi Nimrod, zikitengenezwa, kuna zile taasisi za serikali ndizo ambazo huwa zinatengeneza bajeti, zinatumia wizara, alafu wizara ndio inatengeneza budget policy statement, huo mswada wa kifedha inaleta bunge. Lakini mwananchi mwenyewe ambayo anapangiwa yuko wapi katika mazungumzo haya? Mapendekezo yetu kama vijana yalikuwa angalau serikali iweze kutenga 0.1% ya bajeti yetu katika public participation. Ukiangalia 0.1% of 4 trillion ni karibu bilioni 4 ama ni bilioni 40 thereabout. Mimi ni mchanganuzi wa siasa, si mwanahisabati, lakini ukiangalia wanasiasa ama vyama vya kisiasa vimeweza kutengewa 0.3% ya bajeti ili iweze kufund political parties. Mbona ni ngumu sana katika bajeti yetu tuweze kutenga 0.1% ya bajeti yetu ya county na bado ya national ili iweze kuenda kufadhili public participation, ili kama tuko hapa Jivanjii leo, mtu ambaye ako Kangemi, mtu ambaye ako Mathera na hangeweza kuja hapa, at least anaweza kufidiwa ili aweze kufika hapa. Jambo la pili, kuna mambo ya watu ambao wanaishi na ulemavu, kwa sababu tunazungumza mambo ya equalization. Mwaka uliopita kuna National Council of Persons Living with Disability. Watu ambao waliweza kujisajili pale walikuwa 14,000 huo mwaka. Hao ni wale ambao waliweza kusajiliwa. Kuna wengine ambao hawakuweza kusajiliwa. Ukiangalia katika mapendekezo ya bajeti ya mwaka huu, serikali inapendekeza watu 10,000 wataweza kusaidiwa na vile instruments zao kama wheelchair, walking sticks na hearing aid ili tuweze kuwajumuisha. Lakini ukiangalia serikali imebajetia watu 10,000, ilhali mwaka uliopita watu ambao walisajiliwa ni watu 14,000. Hapo kuna pengo la watu 4,000. Kumbuka hawa ni watu ambao wamesajiliwa. Kuna wengine Nimrod ambao hawajasajiliwa. Nikiendelea, kuna vyombo ambavyo kidogo tu nimalize. Kuna zile baadhi ya vitu ambavyo watu walio na ulemavu wanatumia, including adult diapers. Kwa bajeti tunaweza kuona vitu kama hivyo havijaweza kuwa subsidized, havijakatwa ushuru ili tuweze kuensure hawa watu tumewa include. Nikimalizia mwisho kabisa, Nimrod, kuna watu ambao wanaitwa caregivers. Na hawa ni kina nani? Hawa ni watu haswa vijana na akina mama ambao wanatunza wale watu wetu wazee na wale watu wetu ambao walio na ulemavu. Kwa mfano mimi Elijah, babu yangu amezeeka, nyanya yangu amezeeka, nakaa pale nyumbani nikimtunza kila siku, nampikia, namfulia mavazi yake, namchunga. Hawajaweza kuangaziwa katika bajeti hii. Ilhali hao watu hawawezi enda kufanya kazi kama wale watu wengine, kwa sababu wako na wale watu wana take care of them.
Kwa hivyo ili hii budget ikuwe fully inclusive ama yajumuisha kila mtu, ingekuwa vyema zaidi Nimrod tuweze pia wale watu kuwahusisha. Nikimalizia, ningependa kumalizia na statistics. UNDP yasema kama nchi tunapoteza 7% ya GDP yetu kila mwaka kwa sababu ya kukosa kuinclude walemavu, vijana na kina mama. Shukrani sana. Asante. Kuna swala moja ambalo hatujalizungumzia nafikiri katika masuala ya bajeti, nataka pengine tumpe kipaza sauti bwana Edward Rioba. Ni swala la madeni ya taifa, na ni swala ambalo ningependa anze kwanza. Swala la madeni ya taifa ambao ni mwongozo mkubwa sana katika sera ya kutunga bajeti ama kitu tunachoita budget policy statement na vile vile mswada wa fedha. Je, mnafahamu yale madeni ya taifa ni mengi zaidi, ni makubwa ama namna gani? Asante sana Mr. Naam, nafikiri kipaza sauti. Naam, bila shaka tunataka tuzungumzie masuala ya madeni. Endelea. So, asante sana kwa kunipatia nafasi. Kitu ya kwanza nimeshukuru sana kwa sababu hii ndio njia mzuri ya kukusanya maoni kutoka kwa wananchi. Naomba ujitambulishe pia kwa jina. Kwa majina mimi naitwa Zakaria Obara, ni mkazi wa Nairobi. Nashukuru sana kwa sababu hii ndio njia mzuri ya kusanya maoni kutoka kwa wananchi. Hongera kwenu watu wa TV Citizen. Sasa ile kitu nataka nisungumzie hapa maneno ya bajeti yetu. Kuna vipengele zingine serikali ichatia manani sana, especially kwa wale common wananchi, wale wako chini, kuangalia zile vitu ambazo wananchi wa chini wanatumia. Sana wale wanatokanga vitongoji duni, zile zinasemekana ni vitongoji duni, hawachaangalia kwa sababu pale ile kitu sana inafanya watu wanaishi pale ni mapato ya kila mtu. Kwa sababu kuna vile nimeangalia budget, nimeangalia kuna vile wanataka kuingilia mwananchi wa kawaida, kuangalia pini sana pini yake na mapato yenye anapata. So ile kitu mimi nitasema serikali ikitie manani kuangalia common mwananchi kwanza kabla wachaangalia hizo vitu. Naam. Tuwe radhi kidogo nimepoteza sauti kutoka kwako, lakini nitawapa nafasi. Mtazamaji, bila shaka tunaendelea na mazungumzo pamoja na wananchi kutoka sehemu hii. Nitakuja kwako, tunatengeneza tu kipaza sauti, lakini Nelly, nimewauliza swali lakini wameliepuka, lakini najua nitarudi kwao nisisitizie nieleze zaidi. Tunazungumzia madeni ya taifa. Ni chanzo nafikiri chanzo cha kupelekea kuongezeka kwa bajeti kila mwaka huwa kinatokana na masuala ya madeni ya kitaifa. Tufafanulie. Kwanza na bajeti hii yetu ya mwaka huu ambayo tunaenda ya 2025-2026. Na ile deficit ile tunaongelea, bado tunasema katika kule serikali bado wanahitaji kuenda kukopa ili waweze kufinance gap ya deficit ya budget. Lakini ukiangalia maybe kwa njia ambayo tofauti ya serikali imefanya mwaka huu au hii mwaka ambayo tunaingia financial year, ni kwa kuwa wanajaribu kuweza kukopa huku nyumbani. Ukiangalia hii deficit kwa ile budget, tuna deficit ya karibu bilioni 876. Na ukiangalia deficit hii, serikali inapanga kukopa karibu bilioni 591. Na ukiangalia hii deni ni karibu 68% of the deficit. So mpango yao ni kuwa watakopa deni hii locally. Ndio ina disadvantage na advantage. Advantage ni kuwa inakopa huku Kenya. Kwa hivyo hiyo interest bado itarudi Kenya. Lakini ile disadvantage kwa mwananchi ni kuwa deni hii basi tutapata zile mabenki ambayo tunazo wataweza kupea serikali deni sana na wanyime wananchi, sababu kwa kiwango kikubwa wanaenda kugain kule juu kwa sababu ya kutoa mkopo, kwa sababu ya kutoa mkopo kwa serikali. Na hiyo ndio maana nasema ukiangalia kwa njia mbili, kuna advantage, kuna disadvantage. Kisha tuna ile mkopo ya nje sasa ambayo inaenda kuchukua kama 32% of that deficit, close to 280 billion. Ndio ina shida, na najua hapa tumejaribu kusema kuwa kuna shida ya matumizi. Ni lazima pia tuangalie deni hili linapochukuliwa linaenda kutumiwa kwa njia gani. Katika pale kwa language ya policy tuna pia issue huwa inaitwa consolidated funds katika serikali. Madeni ambayo serikali inachukua yanaenda
kwa consolidated funds. Lakini shida kubwa hii Kenya tumepata kuwa saa zingine serikali yaenda akopa, lakini pesa hizi haziishi pale kwa consolidated funds, because if they don't end at the consolidated funds then we cannot account for it. So swala letu kubwa katika midiriko hii ya bajeti ni tungependa kuona kama mnaenda kukopa basi liwe linapitia consolidated funds, na kwa ndio liweze kukuja kwa consolidated funds lazima lipitie bunge. Kwa hivyo pia tunawapa wabunge wetu ile tunawaangalia, tunapenda kuambia tunawaangalia, because mikopo haya ndio yamekuwa shida. Hata saa hii ukiangalia bajeti ambayo tunapewa, 3/4 of it inaenda kwa financing ya mikopo ya nchi yetu. Asante Nelly. Wavinya, nitakuja kwako kwa maoni mengi zaidi, lakini mtazamaji, kwa sasa hivi tunaelekea mapumzikoni tena, tunakwenda studio tupate matangazo ya kibiashara, alafu tutarejea tena hapa tuweze kuzungumza na wananchi. Namuona mamangu amekuja hapa, yuko karibu, anataka kutoa maoni, kwa hivyo nitakuwa nazungumza naye baadaye. Usiondoke hapo ulipo mtazamaji, unaendelea kutazama Ukumbi tukiwa katika bustani ya Jivanjii hapa jijini Nairobi. Maoni ni mengi tu, tutaendelea kusikiza kauli za wananchi kuhusiana na mswada wa fedha mwaka 2025-2026 na vile vile bajeti ambayo itakuwa inasomwa siku ya Alhamisi. John Mbadi akiwa ni mwenye kupata fursa yake ya kipekee ya kwanza kuweza kusoma bajeti ya mwaka 2025-2026. Tunakumbuka alikuwa amesisitiza kwamba itakuwa ni bajeti ya kumfaa mwananchi. Tutasubiri kuweza kuona. Kwa sasa tunakwenda mapumzikoni, tunarejea hivi punde.